inawezekana wengine hawafahamu kwa nini tuko hapa, na wakati tukiwa kwenye huzuni, siku ambayo ni ya kipekee kufurahi. Tunaona kwa habari ya hii huduma ambayo mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Blandina pamoja na mume wake Caleb Mwenda wameianza Pasaka leo kama tunaizindua. Nizungumze kwa ufupi tu kwa habari ya mtumishi wa Mungu huyu. Historia yake itafuata baadaye, lakini nizungumze kwa ufupi sana. Mimi ninamfahamu kwa miaka mingi. Amemjua Yesu kwa miaka mingi. Amekuwa akifanya huduma ya kuwafikia akina mama na kufanya makongamano katika nchi ya Tanzania bila kutambulika maeneo mengine yoyote. Lakini kwa jinsi alivyoendelea katika huduma hiyo, akasikia sauti ndani ya moyo wake kwamba si vema aifanye kama yeye, ni lazima aitambulishe kwa jamii ili afanye kwa ufanisi. Na ndio maana unaona hii Mto Flower Foundation leo hii tunaizindua. Na lengo lake ni nini hasa? Ukiona kwenye maono au vision, utaona lengo lake ni kuinua wanawake, kuleta baraka na kuleta matumaini kwao. Na ukiangalia idadi kubwa ya wanawake, na tunaona hata kwenye nyumba zetu za ibada, tunapata kundi kubwa la wanawake kwa sababu wana changamoto nyingi. Na mtumishi wa Mungu Blandina alisukumwa na Mungu kuanzisha huduma hii ili kuwafikia. Na katika ile ukiangalia hata katika mstari wetu huwa anasema bado atakijaza kinywa chako kicheko na midomo yako ataijaza shangwe. Sasa kujaza kicheko na midomo ijaze shangwe haiwezi kuja hivi, lazima awepo mtu atakayesimamia huduma. Na utaona hata kwenye ile mission statement ni kutoa, lengo kubwa ni kutoa elimu, kuwawezesha hao wanawake waweze kuishi maisha ya kujiamini na kujitegemea. Na ukiangalia asilimia kubwa, kwa utafiti wangu mdogo, nimeona kuna wimbi kubwa la wanawake, kwa sababu mimi pia ni mchungaji. Kwa miaka hii yote tunakutana na changamoto nyingi. Changamoto zingine sio za kuombewa, changamoto zingine za kuelimishwa ili kujikwamua kutoka kwenye matatizo haya. Jamani, sisi tunanielewa tuonyeshe. Sasa lengo kubwa la Mto Flower Foundation zaidi ni kuelimisha wanawake ili wajikwamue kutoka kwenye tegemezi, ili kumletea wewe mwanamke mafanikio na aweze kujiamini. Na unajua vitu viwili vitakavyosumbua dunia sasa hivi, swala la uchumi na magonjwa, na ndilo ambalo tunapambana nalo katika dunia hii. Swala la uchumi tunalielewa. Sasa hivi kwenye dunia yote ni kilio. Ni nani
unaniambia mume wangu amekubali niache kazi, nazungumzia kwa baadaye. Huyu sio jobless. Mtu aliyeajiriwa serikalini mnajua, na ameshafanya na mashirika makubwa ya kimataifa, ameacha mishahara mikubwa kwa sababu ya wito ambao Mungu amemwambia awafikie wanawake wa Tanzania. Sio kitu kidogo. Na anasema sio kitu kidogo kuacha dola. Na amejidhabihu, na hata aliyofanyika hapa sio kwamba kuna mfadhili wote. Yeye na mume wake wameamua kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Hii inatupa changamoto kwamba kama nyumba itaamua kumtumikia Mungu ataibariki nyumba hiyo. Nasema hivi, Mr. Kale na mke wako mnaenda kubarikiwa sio kawaida. Mnaenda kuinuliwa sio kawaida. Yaani nimeingia ndani ya nyumba hii naona uwepo wa Mungu sio kawaida. Mungu anaenda kufanya kazi kwa ajili ya huduma hii. Na huduma hii si ya dhehebu, si ya dini fulani. Itafika kila maeneo kwa ajili ya jamii. Yeye ndio mbeba maono. Labda Mungu akasema, sasa inakuwaje? Atapata wapi hela? Mimi nina mwaka wa 34. Nimekuwa nikipanda makanisa. Mimi nilipoitwa, nilikuwa mtumishi wa magereza. Nimalizie kusema. Nilikuwa mtumishi wa magereza. Nilifanya miaka 10 nikiwa mkufunzi wa kufundisha muziki pale Ugonga, nikaanza chuo cha magereza. Nikiwa magereza ndio nilipokutana na Bwana miaka 34 iliyopita. Mungu akaniita akaniambia, Joji, utakuwa unapanda makanisa na kununua viwanja na kujenga na kuachia wachungaji. Nikiwa mfanya kazi, nilikuwa nafanya Blandina. Blandina amewekeza hela zake. Amewekeza vijijini, amewekeza kwa wachungaji, amewekeza kwa yatima, amewekeza kila maeneo kwa miaka hiyo yote. Sasa huwa ni wito maalum, tunasema special calling au wiki unatoka kutoka juu kwa Mungu. Sasa Mungu aliponiambia utafanya hii kazi maisha yako yote, alafu itabidi uache kazi. Sasa jaribu nikaje kama nilipojaribiwa Blandina. Wakati ninaitwa na Mungu kwenye utumishi, ghafla nikapandishwa cheo. Alafu wakati wa miaka ya nyuma 90 kurudi nyuma kwenda Ulaya baada ya vita Uganda ilikuwa ni kazi kwa kupata scholarship. Kwa hiyo nikapewa nafasi mimi kijana peke yake, nilikuwa naandaliwa kuwa kiongozi. Kwa hiyo nikapewa nafasi ya kwenda Korea kusoma. Sasa nimekuja cheo na kwenda kusoma Korea. Alafu na wito umechanganyika afu ninakataa. Ndivyo alivyofanya Blandina. Akaacha yote. Ameamua kusacrifice maisha yake. Lazima tumuunge mkono. Lazima tufanye kazi pamoja naye. Lazima tuwekeze pesa zetu kwake. Bwana aliponiita, aliniita mimi makao makuu ya magereza. Nilikaa kwenye pande nilikuwa hapa Dar es Salaam, akanitoa kule. Natembea under escort, koplo moja na sergeant mmoja. Anasema huyu kijana amechanganyikiwa, anaacha kazi na cheo anakataa. Tunamwenda kwa kiongozi kama ilivyo Blandina. Sasa kilichotokea, wamenipa mwaka mzima, anasema hatukupi chochote, tunakupa mshahara, tunakuongezea marupurupu, ufikirie tunakuhitaji magereza. Nikamwambia, huu wito niliopata ni mkuu kwa sababu mnaiona mbele kule. Nini kinatokea? Ndivyo alivyo Blandina. Nataka nimtie moyo Blandina. Hicho ulichokichagua ni jambo sahihi na ni wakati wa Mungu kuifikia Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Sasa tangu hapo nimeacha kazi. Nimekuwa sipo Tanzania. Nimepanda, nimepewa nchi tata sana zenye vita. Kongo na Kosovo, Mozambiki, na sasa Sudani Kusini, na sasa Malawi, nchi mbalimbali za Afrika. Sasa watu watakuwa kuniuliza, Joji unapata wapi pesa? Mpaka kanisa langu wananishangaa. Mimi nilikuwa askofu. Nimekuwa askofu lakini Mungu akaniambia acha kwa askofu ufanye kazi niliyokuitia. Na huku TAG wa askofu ni heshima. Unakuwa na cheo, unaheshimika. Unakuwa na ofisi, unapata gari na marupurupu. Ni nani asiyependa heshima? Lakini Mungu aliniachisha. Akaniambia, Joji nimekuja kwa niliitwa kwa viongozi. Kwa nini unaacha kwa askofu? Mara mbili. Nikamwambia jamani, nimeitwa 2016. Kukaa kwangu ni wiki mbili. Nyumbani tunazunguka nchi mbalimbali. Na mimi sijawahi omba hiyo anaipa. Sasa nasema, kwani nasema kwa huko nchi zote ninazozunguka ni pesa
jenga. Nusu ya pesa zako wekeza, kwa sababu Biblia inasema hivi katika Zaburi 90:10 tunapomalizia. Miaka kuishi kwetu ni miaka 70. Na kama tumeamua 80, ina maana wewe na mimi tuna muda mfupi. Hata kama tutajenga majumba, magari, tutawekeza, sio dhambi, lakini lazima ufanye vitu kwa uwiano. Wekeza kwenye udongo mzuri, kwenye ufalme. Tuna maisha mafupi. Mimi hapa na miaka karibu 60 sasa. Nimebakiza miaka michache sana, kwa Mungu nifikishe miaka 95.